Hadithi hii ndugu zangu inaitwa ummu sunna, mama wa sunna. Hadithi zote kwenye sunna inarudi katika hadithi hii. Mama wa Qur'ani ni sura gani? Hapana, Yasin sio mama wa Qur'ani. Naam, suratul Fatiha. To Allah kwenye suratul Hijra anamwambia mtume wake, walaqad atainaka sab'an min almathani walquran alazim. Na mtume alikuwa akisema kwenye hadithi, la salata liman lam yaqra bi ummi alquran, hakuna sala kwa yule ambaye hatosoma mama wa Qur'an, ambayo ni suratu al-Fatiha. Sababu suratu al-Fatiha imekusanya Qur'ani yote. Suratu al-Fatiha imekusanya Qur'ani yote, na hapa si sehemu ya kueleza kwa sababu itachukua lisali zima. Lakini hii hadithi ni hadithi mama wa sunna yote ni hii hadithi. Kwa sababu gani? Kwa sababu imekusanya ndugu zangu milango ya dini yote. Anasema, na maneno haya ambaye anasema kwamba imekusanya milango yote, ananukuu Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari, ananukuu maneno ya Tabari, al-Qurtubi, ananukuu maneno ya Qurtubi. Anasema ya kwamba inafaa hii hadithi kuitwa ni mama ya sunna, kwa sababu Imam al-Baghawi ambaye ana vitabu vikuu viwili, Sharh as-Sunna na al-Masabih, alianza kitabu chake kwa kuweka mlango mzima wa hii hadithi. Alianza na hii hadithi kana kwamba anakwambia kinachokuja baada ya hii hadithi ni sherehe ya hii hadithi. Kwa hii hadithi ni msingi, hii hadithi nifanye nini? Ni msingi. Lakini kwa nini Imam Nawawi kaakhirisha hii hadithi na kaanza na hadithi ya nia? Kwa sababu nia ndio kila kitu. Nia inapaswa kuwa na nia nzuri na nia ilikuwa salih mwanzoni mwa ibada mpaka mwisho. Ndio maana akatanguliza mwanzoni. Lakini kiukubwa na kwa uzito, hadithi hii imekusanya dini yote, na tutaona hapa. Tayeb, na hii ni ada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sehemu anaeleza na kuna sehemu anakufupishia. Ukitaka mukhtasar wa dini yote shika hii, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud kwamba mambo mema na mambo mabaya yote yametajwa ndani ya aya moja, suratu an-Nahl. Mambo ya dunia, mambo ya dini yote imetajwa ndani ya suratu an-Nahl, ambayo inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Hakika Mwenyezi Mungu anawaamrisha kufanya uadilifu. Kwa hiyo kufanya uadilifu na kuepushia shari zote, na inakufanya uitafute khairi yote. Akataja mambo mema yote. Kwa hii ni ada ya Allah subhanahu wa ta'ala na neema na rahma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kufanya kuwa mambo ya dini kuwa mepesi na mambo ya dini kuwa fupi. Tafsiri ya Qur'ani kitabu kimoja ina sura 114, lakini leo hii ukiangalia tafsiri za Qur'ani kuna mijallad kibao, kuna mukhtasar, mutawassit, muwassa, mawsu'a. Mfano tafsiri Ibn Kathir, tafsiri Imam al-Tabari. Tafsiri zote hizi, Adwa'ul Bayan wajuzi amefariki Imam Sheikh Shanqiti, Mungu amrehemu. Na juzi nimeona kuna Sheikh wa Kimaghrib wa Kimoroko ametunga tena kitabu, ametafsiri Qur'ani mijali takriban 17-18. Lakini yote hii, yani leo msikiti huu ungekuwa maktaba, tukusanye tu vitabu vilivyotafsiri Qur'an, haitoshi. Lakini yote inatafsiri kitu gani? Inatafsiri kitabu kimoja tu ambayo maneno yake ni fupi, chache, yenye kueleweka. Na hii ni neema na rehema ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Si hivyo tu, bali Allah aliwaambia wale kufar Quraysh, njoweni hata kwa leteni aya moja, wakashindwa. Leteni aya moja mithili ya Qur'an, ukafanya nini? Tena akawapa mara ya pili, akamwambia si nyinyi tu, nyinyi pamoja na majini wote jikusanyeni mulete aya moja tu, hamwezi. Sababu miujiza ya nini? Qur'an. Tayeb, kwa nini hii hadithi ndugu zangu imekuwa hadithi mama? Kwa sababu imezungumzia aqida. Mwanzo wa hadithi ukiangalia hapa, mtume ameanza kuelezewa kuhusu tauhid, nguzo za Uislamu, sala, zaka, saum, hajj, upande wa matendo ya Kiislamu, ambayo hizi matendo lazima uwe na ufunguo. Ufunguo wake nini? Ashhadu an la ilaha illa Allah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yule ambaye hatoleta shahada, sawa, kisha akaanza kuswali, swala yake ikubaliki. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Allah anasema matendo yao yote wale ambao wameikataa kuleta shahada, tumeiangalia tukaona kwamba ni kana kwamba ni haba'an manthura, tukazitupa zote, wala hazina mizani mbele ya Allah. Tena yule ambaye ataikataa shahada mbili hizi lakini akawa mtu mwema, Allah anasema atawalipa hapa duniani, lakini akhera hawana kitu. Akhera hawana kitu. Kwa hiyo ufunguo ni nini? Shahadatu an la ilaha illa Allah. Na cha ajabu, hii shahada mbili ndio imekusanya dini yote, imekusanya na nguzo za imani, tutakuja kuona. Kisha Mtume baada ya kumweleza matendo ya kidhahir ya Uislamu, akaanza kueleza matendo ya moyoni yaliyojificha, ambayo ni nini? Iman. Akataja na nguzo 6. Kisha ya tatu akaanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaeleza kwamba hizi zote mbili, Uislamu na nguzo zake, imani na nguzo zake, lazima kuwe na uweledi na uzuri kwenye kuzitenda, ndio ikaja ihsan. Kwa hiyo leo wakija watu watatu, mtu wa kwanza tutasema huyu ni Muislamu lakini si muumini. Si kila Muislamu ni nani? Ni muumini. Kisha wa pili, huyu muumini lakini kila muumini ni Muislamu. Sawa? Maana wa pili kapanda daraja, kaongeza Uislamu na imani. Kisha watatu ni muhsin, ameongeza ihsan. Lakini si kila muumini muhsin, lakini muhsin amekusanya vitu vitatu: Islam, iman na ihsan. Muumini amekusanya vitu viwili: Islam na imani. Muislamu amekusanya kitu kimoja tu, ambayo ni nini? Uislamu. Mtume kaeleza yote kwenye hadithi ya Jibril. Na tambihi, ndugu zangu, hakuna, nikikuuliza dalili, hakuna dalili yoyote ambayo inasema nguzo za Uislamu ziko 5, nguzo za imani ziko 6. Hakuna. Lakini ni ufahamu wa wanazuoni ili kukaribishia wewe maana, lakini ufahamu wao ni sawa kabisa, wala haina tatizo. Hivyo hivyo yule ambaye atasema tauhid ni aina 3, hakusudi kwamba kuna miungu mitatu, wal billah, bali anakusudia kwamba aina ya tauhid katika kukufahamisha wewe na kukuelewesha ziko 3: uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat. Sio kwamba amezitenganisha, na atakayekataa moja amekataa zote automatic. Ukisema mimi nashikamana na uluhiyya, rububiyya na asma sitaki, wewe umetoka nje ya mlango. Kwa hizi ni ugawanyaji ili kuweza kumfahamisha mtu. Kwa nini nahwu umegawanywa sehemu 3? Tunazungumzia kalima kuna nini? Kuna vitu 3. Ipi na ipi? Ism, fi'il na harf. Nipe dalili. Hauna dalili. Lakini ufahamu ili kukufanyia wepesi. Sawa? Usul al-fiqh inagawanyika sehemu 4: ahkam, dalil, istidlal, halul mustafid. Umeitoa wapi? Hakuna. Lakini wanazuoni wamefikiria wakaona ni kufupishie wewe, ewe mwanafunzi, uelewe, na hizi umma wote umekubali kuzipokea. Sawa jamani? Kwa hiyo nguzo za Uislamu ni sahihi. Na nguzo maana yake nini? Nguzo, ndugu zangu, ni kitu ambacho kipo ndani ya kitu. Kivipi? Wanasema wanazuoni wa mantiq au watu wa mantiq, kueleza kitu ambacho kiko wazi ni ngumu. Sawa? Sawa. Swali moja nikikuuliza, nguzo ziko wapi ndani ya msikiti huu? Nguzo ziko wapi? Iko ndani ya msikiti, iko nje? Kwa hiyo nguzo lazima iwe ndani. Lakini leo jaribu Rasuli, tafuta watu kama 5 washike nyundo, wajaribu kupiga tu hiyo, wasivunje, wazipige tu, ikitikisika jengo linafanya nini? Tikisika. Kwa sababu nguzo ikikosekana jengo zima limefanya nini? Ndio maana kwenye sala ukisahau suratul Fatiha huna sala, ukisahau kusujudu huna sala. Lakini unafanyaje kuidiriki? Unarudi na kuleta sujud, unarudi na kuleta suratul Fatiha. Sawa jamani? Sheikh Dami anaona baridi kali, naomba tupunguzie. Tayeb, na hii katika subra ya talabul ilm unapata thawabu pia. Tayeb, kwa hiyo nguzo ni mahiyatu shay, kitu ambacho kiko ndani ya kitu. Kwa hiyo nguzo Uislamu
ni kitu ambavyo bila hivi Uislamu hausimami. Nguzo za iman, bila hichi kitu imani haisimami. Lakini hadithi ya Jibril imekuwa ni hadithi mama ya sunna yote, kwa sababu imekusanya kueleza Uislamu ambayo ni matendo ya dhahir, kisha iman ambayo ni matendo ya nini, ya batin, yaliyomo ndani ya moyo yalijificha, kisha kaja kueleza ihsan ambayo ni uweledi na uzuri, kisha akaja akaeleza jambo la nne ambalo ni jambo muhimu sana, jambo la kiyama, dalili za kiyama na kiyama. Lakini kitu ambacho watu wengi hawakioni kwenye hadithi hii ni jambo la tano. Jibril amekuja kuwafundisha watu adabu. Jibril amekuja kufanya nini? Kufundisha watu adabu, ndio jambo la tano. Ndio maana ikawa hii imekusanya kila kitu. Hadithi hii imekusanya kila kitu. Angalia alivyokaa Jibril. Angalia Jibril alivyovaa. Alivaa nguo gani? Nyeupe. Alishindwa kuja na nguo nyingine. Na Mtume alikuwa akisema kwenye hadithi ya Ibn Abbas kama sijakosea kwamba wazikeni maiti zenu kwa kitambaa cheupe, na rangi nyeupe Mtume alikuwa akipenda rangi nyeupe. Sawa? Kwa hiyo Jibril anakufundisha wewe. Alifundisha masahaba na wewe pia unaingia, kwa sababu ushafikishiwa ujumbe huu. Kuvaa vizuri katika hilaqul ilm, kuvaa vizuri katika majalis ya elimu, kujipendezesha katika majalis ya ilmu. Imam Malik rahimahullah, zamani ilikuwa ngumu kupata maji, ilikuwa ngumu kupata manukato, lakini Imam Malik alikuwa hamsomeshi wala haisomi hadithi kwa mtu yoyote mpaka akaoge, avae nguo nzuri na ajipake ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Jibril hajaja kufundisha mambo manne tu, amekuja na ya tano ambayo nini? Adabu na heshima. Si hivyo tu, angalia Jibril alivyokuwa anazungumza. Jibril kwa nini alikaa karibu na Mtume? Alikaa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili asinyanyue sauti yake. Na hii ni adabu. Yoyote ambaye anakaa chini ya mwanazuoni, chini ya shekhe wake, anatafuta ilmu, sawa, afuate adabu na taratibu za ilmu. Kijana wa Kiislamu unakuja kusoma, vaa vizuri, unakuja kuchukua dini yako, unakuja kuchukua kitu ambacho kitakunusuru kesho na leo duniani. Elimu yoyote tofauti na maswali matatu utakayoulizwa kaburini haina faida. Wewe jiite advocate, soma sheria zote unazojua wewe, soma uhandisi, jenga manyumba unajua wewe, kuwa mwanasheria unavyotaka wewe, kuwa daktari unavyojua, japokuwa sisemi kwamba hazina faida, mashekhe zina faida kubwa sana, lakini zenye faida kushinda hizi ni maswali utakayoulizwa kaburini. Kaburini hutaulizwa kwa nini hukuwa daktari, kwa nini hukuwa mwanasheria. Narudia tena, bado tunahitaji, kuna faida kubwa kupata madaktari, na wanapata thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa watakuwa na nia ya kwamba wanafanya kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na watu wengi nikisema kwa ajili nia kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nadhani bure. Hailazimu kuwa bure. Sawa? Inawezekana akawa anapokea mshahara wake, lakini nia yake nawasaidia jamii, nasaidia Uislamu, nasaidia viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni khairi na baraka. Lakini khairi na baraka ni pale ambapo ukishabanwa na kaburi na giza la kaburi, maswali matatu utakayoulizwa, hiyo ndio ilmu ambayo inatakiwa. Na wewe hapa unajifunza chakula cha roho. Kuna chakula cha mwili na chakula cha roho. Chakula cha mwili au ugonjwa wa mwili unaweza ukapewa matibabu, lakini ugonjwa wa roho hauna matibabu isipokuwa maneno ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Jibril amekuja kwa njia, na hii jambo muhimu, na kwa nini naligusa. Angalia mpaka Jibril anavokaa. Alikaje? Alikaa hivi alikaa. Tena Mtume yuko pembeni yake, anamuuliza Mtume. Lakini leo haia utakayokaa wewe mwanafunzi kwenye darsa ndio hiyo haia ya wewe kupata faida. Ikiwa umejiachia, hujajikusanya, basi elimu hujaikusanya na huwezi kuikusanya, kwa sababu mwili wenyewe usha nini? Mkono kwa huku, mguu huko. Sisemi kwamba ukichoka, lakini tunasema haia ya kukaa. Sawa jamani? Jibril anatufundisha alayhi wa ala sair almalaika assalam
Kwa hiyo hadithi hii imekusanya kila kitu. Tayeb, tuanze na ya kwanza. Ameeleza akasema, jamani, ada yetu tunaeleza kwa mukhtasar, kisha kwa sababu kila mtu apate faida, sio kwa ajili ya wanafunzi tu hawa ambao wametakhassas, lakini kila mtu afanye nini? Apate faida. Tayeb, Jibril hajasema nifundishe, kasema nieleze. Maana mtume hatoi mambo mfukoni mwake. Mtume anaeleza yale ambayo ameelezwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama kwenye surah an-Najm, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kwa matakwa ya nafsi yake, wala hazungumzi kwa shahawat bila sababu, bali anazungumza kwa haki. Tena haki gani? Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa, ambayo inatokana kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya waliosilimu ambao umetafuta haki wamesema, tumegundua kwamba Qur'an ni kitabu cha haki na cha kweli. Kwa sababu gani? Kuna sehemu zaidi ya moja mtume anakosolewa kwenye Qur'an. Angekuwa yeye mtunzi wa Qur'an, mashekhe, angeongeza sifa pale na madh, angejisifia. Lakini kuna sehemu mtume alikuwa akikosolewa, afallahu anka lima adhinta lahum, Mwenyezi Mungu amekusamehe, kwa nini umewaruhusu wasiende vitani wale wanafiki? Sehemu ya pili, abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma, mtume abasa, kakunja ndita, hii ndita kakunja ndita, abasa wa tawalla, akaondoka, an jaahu al-a'ma, alipojiwa na nani? Kipofu. Mtume alikuwa busy, anajua nikiwakamata hawa wakubwa wa Quraysh nikawalingania kwenye Uislamu, wakisilimu hawa unapiga ndege wawili kwa jiwe. Wakisilimu hawa si wanafuasi, wakiwa na wafuasi wao, wakishaona hawa viongozi wao wamesilimu, na wao wataingia kwa rahisi. Huku akija kipofu, anataka mtume amfundishe dini, akawa anamshughulisha mtume na kufundisha wale wakubwa wa Quraysh. Kisha katokea nini? Mtume akakasirika, akakunja sura na akaondoka, tawalla, akampa mgongo. Anjahu al-a'ma, na Mwenyezi Mungu anamwambia, wama yudrika la'allahu yazakka, na kipi, huenda huyu akatakasika. Kwa nini unafanya hivyo? Lakini mashekh, ukiangalia mtume Allah anapomkosoa, anamkosoa kwa kumdekeza. Wama yudrika, hajamwambia kama umekosea, kipi ambacho kitakujulisha kwamba huyu akija akatakasika. Sawa? Mtume alikuwa hana haki ya kuhukumu mtu bila Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kwenye Qur'an anamwambia nini mtume? Inma alayka albalagh wa alayna alhisab, wewe mtume kazi yako kufikisha, kazi yetu sisi nini? Kuhesabu. Si hivyo tu, kwenye suratul Ghashiyah, ma anta alayhim bimusaytir, wewe huna mamlaka na mtu yoyote miongoni mwao. Kisha illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al'adhab alakbar, Mola wako ndio anamwadhibu. Ikiwa mtume Sheikh sallallahu alayhi wasallam anaambiwa maneno haya, lakini baadhi ya watu hawadai kwa mdomo, lakini matendo yao yanadai hivyo. Wanavyofanya muamala wa watu kana kwamba wao wamepewa muhuri. Yani wewe umepita, yani wewe sasa hivi umechukuliwa, umewekwa hapa, unafanya kazi ya Mungu. Sawa, unafanya kazi ya Mungu ya kufikisha, sio kuhukumu, sio ya kukata watu, sio ya kutoa watu kwenye dini. Mitume Mwenyezi Mungu walikuwa kirudi mara 4 mara 5 kuwabembeleza watu wao kurudi, walikuwa wakadhibishwa, wakipigwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amedhalilishwa na watu wa Taif. Hata yeye Aisha anamuuliza, kipindi gani ilikuwa ngumu kwako? Akasema ilipokuwa Taif, kwenye qarnu thaalib, kwa watu wa Thaqif. Alipofariki ammi yake, akafariki na Khadija amul huzn, mtume akakimbia kwenda Taif kilomita 70. Hakuchukua farasi, alitembea kwa miguu, akapanda mpaka juu mlimani. Kufika kwa watu wa Taif, anawaeleza, wakamkadhibisha, wakamdhihaki. Si hivyo tu, wakasema hakuna kuondoka, leteni machizi wa Taif, leteni watoto wadogo wa Taif, mpigeni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawe. Wakawa wanampiga mtume mpaka
damu inachuruzika kwenye miguu yake. Mtume Muhammad alikuwa na uwezo wa kunyanyua mkono na kusema Mwenyezi Mungu angamizi, lakini mtume hakufanya. Da'wa, ndugu zangu, viongozi wetu kwenye da'wa ni mitume. Viongozi wa da'wa nani? Mitume. Tutumie njia ya mitume. Tutumie njia nini? Mtume alikuwa hawakati, wanavuta njoo, wanaunganisha wakati, kukata na mahala pake. Anaweza mmoja akasema mbona mtume aliwakata wale watu watatu siku 50? Sheikh, ile ina maslaha yake. Unaweza kuleta maslaha kwenye sehemu ikawa sio maslaha, ikawa mafsada. Si kiongozi anaruhusiwa kuchukua hatua kwa mkono wake, lakini kuna baadhi ya sehemu inataka kutumia maslaha, tumia hikma. Na Umar ibn Khattab, ukisoma kipindi cha uongozi wake, Umar ibn Khattab, ndugu zangu, kuna kipindi cha njaa hakukata watu mikono na watu waliiba. Kwa sababu gani? Utakata mji mzima? Na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwenye Majmu' Fatawa anasema kweli yule ambaye anafanya matendo ya kisihir huyo ametoka katika Uislamu, sawa. Kuna baadhi ya madhambi makubwa, lakini katika maeneo watu washachukulia kuwa ni rahisi. Akataja kwamba uchawi kama sijakosea iko Khurasan na ushia uko maeneo fulani ya Iraq. Akasema kule hatuwahukumu kama mtu ambaye nisba iko ndogo. Kwa sababu gani mashekhi? Utatoa watu wote, huna hikma. Hukumu ya Mwenyezi Mungu, hukumu ya Mwenyezi Mungu yenyewe ina hikma ndani yake. Ndio maana ikaja maqasidu sharia, hikma ya illa ya hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kabla ya kusoma dini ya Mwenyezi Mungu lazima ujifunze adabu, heshima, hikma na ujue maqasidu sharia ambayo ni jambo muhimu.